Bana Abigail Chams amefika katika nchi ya Marekani na kwa muda huu yupo Los Angeles tayari kwa ajili ya tuzo za BET 2025 ambapo amepangiwa katika kipengele cha Viewers Choice, yani Best New International Act, akiungana na majina makubwa Afrika kama vile hapa namuongelea Shali Poppy kutoka katika nchi ya Nigeria. Lakini pia kipaji chake katika swala zima la muziki katika nchi ya Tanzania ni kipaji ambacho ni kikubwa sana. Msanii huyu ni msanii mwenye ujuzi wa vyombo vingi sana, anayeelimisha na anatumia muziki wake tangu katika kipindi cha utotoni mpaka kwa hivi sasa. Aliingia katika kampuni ya Sony Music Africa mwaka 2022. Tangu wakati huo ameachia nyimbo zenye ubunifu na ushawishi mkubwa sana. Hapa ninaongelea kwamba kama ngoma ya Me Too, Old Me, ambayo basi ni ngoma ambayo ni mpya kwa hivi sasa, Old Me, na hapo nyuma aliachia Me Too. Sote kwa pamoja kujaribu kuziangalia ni level za international. Nyimbo yake ya Me Too aliyeshirikiana na Harmonize iliweza kushika mistari kadhaa na ikawa inasikika katika nchi tofauti tofauti. Ilishika kwa mistari ya safari yake, lakini pia kwenye Spotify mwaka 2025 basi ilizidi kuchanganya mbuga na ikamfanya mwanadada huyu azidi kuonekana kwamba ni msanii ambaye anafanya poa kuanzia kipindi hicho mpaka kwa hivi sasa. Kutoka Afrika Mashariki kwenye Spotify mwaka 2025 alizindua Hold Me ambayo tarehe 6 Juni, ambayo basi ina mchanganyiko wa Afrobeat, R&B na Bongo Flava. Nikiona maana kwamba ni mwanadada ambaye ana ujuzi mkubwa sana, isipokuwa kwa sasa hivi yupo huko Los Angeles kwa ajili tu ya tuzo za BET. Kulingana na kura ambazo zimepigwa, likes ambazo zimeonekana katika page yake, ni mwanadada ambaye anastahili kushinda, ila kama wakimfanyia figisu basi atashindwa katika tuzo hizi. Na tuzo hizi zitaonekana kwamba hazina uwazi na wala si za ukweli, ziko kwa ajili ya kupendelea watu fulani fulani. Sasa basi kwa hivi sasa kuna maeneo basi ya uwakilishaji. Yeye ndio mwanamke wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kupigiwa kura katika tuzo za BET katika kategori ya uzinduzi huu, ambako basi ilithibitishwa rasmi bungeni na kupata ushawishi mkubwa sana nchini Tanzania. Na ni moja kati ya mwanadada ambaye mpaka kwa hivi sasa tunaweza kusema kwamba anazidi kujipatia maarufu kupitia haya yote ambayo yanaendelea kwa sasa. Hadhi yake na hisia basi zimekuwa ni za tofauti kidogo. Sherehe za kitaifa, Abigail Chams amekuwa akifika katika sehemu tofauti